Habari gani? Mimi naitwa Majid Mjengwa. Niko Tanga, Tanga jiji, na leo asubuhi ya tarehe 23 Jumapili, usiku kulikuwa na mvua kubwa katika Tanga. Asubuhi kama unavyoona mabaki ya maji yanatokana na mvua ya usiku. Ni mvua ambazo zinaendelea, lakini kubwa nataka kulizungumza leo katika tafakuri jadidi ni kile kikubwa cha kihistoria kilichotokea jana kule kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere. Jambo kubwa limefanyika katika Tanzania, Jamhuri ya Muungano, kwa maana historia imeandikwa baada ya miongo mingi. Hatimaye bwawa la Mwalimu Nyerere sasa limeanza kazi rasmi ya uzalishaji wa umeme, wanasema megawatt 2115, zaidi ya mahitaji yetu, kwa maana tuna umeme wa ziada ambao unahitaji kuuzwa. Kwa hiyo jana kulikuwa na simulizi tamu, simulizi nzuri kwa Watanzania zenye kuamsha hamasa, lakini kubwa inapohusiana na umeme inahusu kitu gani ambacho kinaweza kikafanya uwe na tija zaidi, na kuna historia. Unajua haya mambo unapozungumzia leo, historia imeandikwa, lakini kuna historia nyuma ya historia iliyoandikwa jana. Mimi wa kizazi changu hiki wanakiita kizazi cha Azimio, tuliozaliwa miaka ya 60, tukakulia miaka ya 70, ndio miaka ya Azimio la Arusha, hiyo utekelezaji wake mpaka leo hii tumeshuhudia mengi inapohusu umeme, historia ya umeme. Binafsi sikumbuki umeme, taa ya umeme ilivyowashwa, yaani nyumbani, kwamba mwanga wa taa ya umeme mimi sikumbuki, lakini kuna nachokumbuka. Kwa nini sikumbuki kuhusiana na umeme, lakini nakumbuka kuhusu maji katika kukua kwangu. Umeme niliukuta pale Ilala Tairinga, na kuwa umeme upo, taa inawashwa, naona watu wanawasha taa na mwanga upo wa umeme, balbu. Mtaani Ilala kulikuwa na mistimu tunaita wakati huo, milingoti ile ya umeme. Kila mtaa una umeme, milingoti ya umeme kila mtaa, barabara za lami. Alafu taa ikiwa imekufa mtaani, tulikuwa tunalalamika watoto, maana kwetu kuna giza hapa, taa mpaka kule mbele kidogo. Kwa hiyo watu wa umeme walikuwa wanajulishwa na mjumbe wa nyumba 10 pengine. Wakati huo simu zilikuwa bado. Kesho yake unaona taa inakuja kubadilishwa ya umeme ya mtaani. Sasa kuna vitu ambavyo ukikuwa navyo uoni kwamba ni vikubwa sana, lakini umeshavizoea. Maji, nakumbuka katikati ya miaka 70 tulikuwa tukiufuatilia ule uchimbwaji wa bomba la maji kutoka Shauri Moyo pale Dar es Salaam Ilala kuja mitaa ya Ilala. Mitaa yote itapata maji, kila nyumba itapata maji ya bomba. Tulikuwa hatutumii maji ya bomba. Kulikuwa na watu wakichuuza maji, wanaitwa mzega. Wewe unayenisikiliza, pengine kizazi chako, umri wako, ujui mzega ni nani. Mzega ni yule mtu ambaye alikuwa ana ndoo moja mbele au debe moja mbele, debe moja nyuma, alafu ana mti katikati, anatembea na maji anauza. Baadhi ya maeneo mengi tu bado vijijini mzega wanaita majina mengine pengine, lakini bado biashara hiyo ipo ya watu kubeba maji kwenye bega. Sasa sisi tunakumbuka wazazi, mama anakuambia naacha hela hii kidogo, senti 10 au senti 30 ya mzega 4, labda ndo debe 4 za maji au ndo 4. Akipita tu unaita mzega, anakuja anakuleteni maji. Kwa hiyo kulikuwa na vituo vya kuchotea maji. Mzega anakwenda akichukua maji huko, anasambaza kwenye nyumba. Ndiko tulikotoka sisi, wengine tulikuwepo tunashuhudia. Sasa maji yalipoingia nyumbani kwetu pale Ilala miaka ya 70 katikati, tulilowa maji watoto wote pale mtaani kwenye nyumba yetu, kwa sababu yalikuwa yanatoka kwa nguvu sana. Bomba la mvua likawepo ndani,
ya nyumba yetu, bomba la maji linatoa maji kwa kasi. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunadhani kwamba tunaamini ilikuwa historia miaka ya 70. Leo watoto wengi wa mijini ukiwaambia maji mara ya kwanza lini uliona yanatoka nyumbani kwenu, hawakumbuki kwa sababu wameyakuta. Lakini bado tuna watoto vijijini maji hawajawahi kuyaona yakichuruzika kwenye bomba. Turudi kwenye umeme, kilichoandikwa jana kama historia inahusiana na maji pia, kwamba umeme ule unatokana na maji, nguvu za maji. Na miaka ile ya 2000 nakumbuka tulikuwa na shida kubwa ya umeme. Jakaya Kikwete akiwa rais wa awamu ya 4 ndio alikuja Iringa kwenda kukagua bwawa la Mtera. Yani ilikuwa ni habari kubwa, Mtera nayo imekauka, maji kimeshuka sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaangazia juu kudra za Mwenyezi Mungu, kama maji yakiwa mengi huenda utapata umeme. Shida ya umeme ilikuwa kubwa, kila mahala ulikuwa ukisikia kwenye miji ngurumo za majenereta yalikera. Sasa jana tumeambiwa ibaki kuwa historia. Tuna umeme wa kutosha unaotokana na nguvu za maji wa kutosha. So changamoto ya shida ya umeme ni historia. Sasa hapa kuna vitu viwili, sisi wachambuzi, na hii ni tafakuri. Unajua umma lazima nao uelimishwe, uelewe tunao umeme mwingi zaidi ya mahitaji yetu. Lakini jana ukisikiliza wale viongozi, mawaziri na watendaji walikuwa wanahangaika sana na maelezo juu ya utafika hapa, tumejenga hiki ili ufike pale. Kwa hiyo inahusu usambazaji, neno hilo usambazaji. Kwa hiyo kilichobaki sasa hivi shida yetu kubwa ni kwenye kusambaza umeme. Kwa maana alizungumzia Ndejembi, Chalinze tumeshajenga. Sasa kile kituo kitapeleka umeme Dodoma. Dodoma sasa wanapata umeme moja kwa moja unaotokana na hiyo grid ya taifa. Sasa Dodoma shida ya umeme haipo, kwa maana wameshausambaza mpaka Dodoma. Kwa hiyo Dodoma kutakuwa na uhakika wa umeme unafika. Kwa hiyo inahusu usambazaji. Tanga hapa nilipo miaka ya 85 nilipokuja mara ya kwanza ilikuwa shida ya umeme. Lakini tangu nimefika Tanga, wiki iliyopita nilikuwa Tanga, alafu nimerudi tena jana, niko hapa. Wiki yote iliyopita nilipokuwa hapa karibu siku 4, sikuwahi kufikia mara popote nilipofikia au mtaani kwamba umeme umekatika. Kwa hiyo tunaanza kuona shida ya umeme inaisha. Hii ndio miji ambayo huko nyuma umeme ukatika ilikuwa kitu cha kawaida, kelele za generator. Kwa hiyo umeme inahusu usambazaji, na usambazaji unahusu sasa unapokuwa umeshindwa kusambaza umeme, ina maana kuna mitambo iliyoharibika. Kwa hiyo kuna vifaa vinavyotumika, ile miundombinu ya kusambaza umeme ikiwa chakavu. Alafu kuna shida nyingine katika nchi yetu ya maintenance. Neno ni maintenance, ukarabati. Inatakiwa lieleweke na umma. Ukarabati kuanzia nyumbani na kwenye mindset yetu, fikra zetu. Ukarabati jambo muhimu sana, kwa sababu vile vifaa vya kusambazia nyaya, transformer, zisipofanywa ukarabati wa mara kwa mara, kwa maana service, ndani yake kuna service, kuvihudumia na kuhudumia, kufanya ukarabati kuna gharama, na zile gharama lazima tuzikabili ili kusiwe na shida kwenye kusambaza umeme kwa vile vifaa kuwa chakavu visivyoweza kusambaza umeme. Na kulieleza hili, wengine walimu pia nitajitahidi kidogo nieleweke. Unajua kuna mahala wakati fulani nilikuwa nafika Mtwara kule Newala, nikaambiwa kwamba kuna shida na Chingwea. Ukifika na Chingwea umeme unakuwa masaa 6 au masaa 7 alafu unakatika, alafu Newala huko wanaupata umeme. Kwa hiyo ina maana mahala fulani ile mashine ya kusambaza haina uwezo wa kusambaza umeme kupeleka na Chingwea na Newala kwa wakati mmoja masaa 24. Kwa hiyo wanafanya zamu, wanagawa mgao huku ili mashine iweze kufanya kazi. Sasa ni mambo ya kitaalamu, mimi najaribu kueleza kwa lugha nyepesi, kwa wale wa kwetu Nyeregete wanielewe. Sasa kiwa kile kifaa hakina uwezo au kinaharibika mara kwa mara, hakiwezi kumudu kusambaza umeme katika sehemu nyingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo unaweza ukawa na umeme unao, lakini kuusambaza vile vya kusambazia vimeharibika au havina uwezo. Kwa sasa tunakuja kwenye jambo la muhimu sana kama nchi.
tulipie umeme, tuutumie umeme, ili mapato yakipatikana na huo unaokwenda kuuzwa nje yahakikishe tunapata usambazaji ulio bora zaidi, kwamba tunasambaza umeme, na ukisambaza umeme unapata mapato kwa sababu uzalishaji unaongezeka. Nitatoa mfano kwenye hili. Mwaka 96 pale Ilula kulikuwa hakuna umeme, Ilula Iringa Kilolo. Sasa kuna siku nilimshuhudia akiwa ameshaingia madarakani, mwaka mmoja akiwa madarakani, Benjamin Mkapa alifika Iringa, na moja ya vituo alipokwenda kuzindua ilikuwa transformer ya umeme pale Ilula, na akahutubia wananchi. Ilikuwa habari kubwa. Ilula ikawa imepata umeme kuanzia hapo 96. Ilula kabla ya 96 ilikuwa iko nyuma sana kimaendeleo, kama kijiji tu kidogo hivi kinachokuwa kwa taratibu. Baada ya umeme ule pale Ilula ikabadilika. Ilula ya leo ni Ilula ina viwanda, Ilula imekua, lakini chanzo chake hasa ni umeme. Umeme umekuwa chachu kubwa ya kusaidia wakulima na watu wafanya biashara na watu wa viwanda kuchanua zaidi kwa sababu ya umeme. Kwa hiyo nimechukua mfano wa Ilula inaokuwa kwa haraka kutokana na umeme wa tangu mwaka 96. Mifano hayo, angalia hata wenzetu walipofika hapa leo. Chukulia nchi za viwanda, nchi kama Sweden. Mwaka 1884 ndio walipata umeme kwa mara ya kwanza wa kwenye viwanda, kwenye barabara, mitaa, lakini majumbani kulikuwa bado hawajapata umeme. Umeme ulikuwa ndio unaingia kwa mara ya kwanza 1884. Miaka 1900 mwanzoni ndio umeme ukaanza kuingia majumbani, na mabadiliko yakaonekana haraka sana, kwa sababu hata kiwango cha maarifa kikaongezeka. Watu wanaweza sasa kusoma kwa uhuru, wanajifungia ndani, wanasoma fasihi simulizi zile za kuvutia, kuwafanya watu wanahitaji kusoma vitu mbalimbali. Sasa wakati huo ilikuwa ukisoma unasoma kwenye karabai au koroboi. Hata huko Sweden inakuwa moja tu nyumbani, kwa kila mtu anajua baba mama unasoma nini, na kingine hiki usisome bwana. Sasa umeme ulipoingia watu wakaona uhuru zaidi wa kusoma. Kwa hiyo hata hili la umeme kwetu kule Kigoma tumeambiwa umeme ulikuwa wa generator zile za mafuta. Mimi nilishuhudia miaka 2000 mwanzoni. Unafika mahala Kigoma unaambiwa mafuta mashine imeharibika, na umeme wao ulikuwa sio wa grid. Sasa hivi wanapata umeme wa grid ya taifa. Kwa hiyo elimu, maarifa, ubunifu unachangiwa pia na uwepo wa umeme wa uhakika. Uwepo wa umeme wa uhakika unapelekea watu kuwa wabunifu zaidi, sababu umeme unakuwa unapatikana kwa wote. Kwa hiyo nimeongea mengi kidogo, lakini kubwa ambalo naliona ni la kutafakari ni kwenye eneo la usambazaji na eneo la ukarabati na eneo la kuhakikisha kwamba watumiaji unalipa bili za umeme na matumizi yawe yenye tija. Kuna maofisi yanalala na umeme kwa sababu tu ni ng'ombe wa serikali anazikwa na ngozi yake, watu hawajali. Kwa hiyo matumizi yakiwa mazuri, gharama zikawa chini, na umeme uje kuja kuwa affordable, unaweza kuhimilika kwenye gharama zake. Watu wanunue umeme kwa gharama za chini, kwa sababu tunao. Ukisambazwa zaidi gharama zitakuwa za chini, kwa sababu wengi watalipa. Kwa hiyo serikali itapata mapato zaidi, na hivyo gharama za umeme kwa watumiaji wa ndani zitapungua. Tuone umeme kama ni sehemu ya game changer, wanasema. Hii itakuja kubadilisha nchi yetu tukitumia vizuri, lakini yote haya yatawezekana tunapokuwa na peace and security, amani na utulivu. Yote yatawezekana kwa sababu umeme ndio kwenye uzalishaji unatokea mahala ambapo nchi na amani na utulivu. Hayo yote tukiwa nayo ya amani na utulivu, umeme huu utakuwa na tija kubwa sana, na sijazungumzia tija tutakayoipata kutokana na mataifa, mahusiano yetu na mataifa ambayo yanahitaji umeme. Tukiwa na mahusiano mazuri na nchi hizo, watanunua umeme wetu. Yangu alikuwa machache hayo kukupitisha kwenye tafakuri jadidi juu ya kilichotokea jana. Kwa kweli ni cha kuwapongeza Watanzania, kumpongeza rais wetu wa awamu ya 6 kwa sababu angeweza kusema tuko kwenye vita vya Ukraine, tuko kwenye COVID, hii kidogo tusubiri tuendelee na mambo mengine, lakini aliona pia yeye maono yake kwamba itakuja kuwa na maana sana hata kama yeye atakuwa hayupo akiwa kama kiongozi. Ni kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kulisimamia hili, na sasa hivi Watanzania tumeandika historia. Tunao umeme wa kwetu wenyewe, tumeujenga kwa gharama zetu wenyewe. Bwawa la Mwalimu Nyerere
bila kuomba msaada kutoka nje. Ni mwanzo mzuri, tuendelee kutoka hapa. Shukrani sana.